of Israel this day. Give me a man that we might fight together. Now, kile cha kushangaza ni kiko hapo tu. Tuendelee verse 11. When Saul and all Israel heard those words of Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Sikiza nikwambie. Watu ukataa kuchukua hatua kwa sababu ya intimidation. Vile Goliath alikuwa anatoshana, size peke yake inatosha kumtorosha mtu yeyote. Na ndio sababu kwa hii service hatuko hapa kwa mambo mengi. Ninataka Mungu aweke kitu ndani yako, udharau adui. Yaani umudharau tu. I'm not sent to preach many things. I'm sent for impartation. Mungu akufanye kitu sahi ukiwa hapa, kila ulikuwa unaongopa kiende. Adui anamwambia wana wa Israeli, nitakumaliza leo. And the Bible says they were dismayed and greatly what? Afraid. Kataa kuongopa. Nasema kataa kuongopa. Na sahi kwa jina la Yesu, roho ya uoga haina tena nafasi kwa maisha yako. Sema usiruhusu uoga. Watu wanapenda kuongopa sana, hata wanaongopa vitu haviko. Na hakuna hiyo intimidation, hiyo kufinyiliwa na kugandamizwa, inamalizwa na roho Bwana. Nasikia nguvu za Mungu juu yangu na sio bure. Ni roho anakuja kumaliza kitu fulani hapa. Hautakaa umefinyiliwa tena, nimekataa. Na walifinyiliwa for how long? Just go there and see. We are together in this thing here. The Bible says in verse 12, now David was the son of that Ephrathite of Bethlehem, Judah, whose name was Jesse, and he had 80 sons. And the man went among them for an old man in the days of Saul. Hallelujah. Now, sitaki kusoma kila kitu hapo. Nataka uone verse 15, sorry. 15, are you there? But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Underline verse 16. And the Philistines drew near morning and evening and presented himself. How many days? I want to say something. In the next 40 days from now, whatever has to leave you will have gone in the name of Jesus Christ. You see, 40 is a very interesting number. Yani waliwafinyilia miaka ngapi? Siku ngapi? Siku 40 hakuna kitu kingine kinaendelea. Yani uwezi ukafanya chochote. Asubuhi, bring a man. In the evening, yani umefinyiliwa. Ukiamka, si useme uko na Biblia, ukiamka. Sasa hiyo ndio programu ya shetani kwa watu wengi, na ujui. Asubuhi unawekwa katika hali ya uoga. Ukienda kulala usiku, unawekwa katika hali ya uoga. Haujui ufanye nini. Na saa hii tukiwa hapa, any satanic program, any satanic program of oppressing you in the morning, in the evening,
during the night, during the day. It is destroyed in a permanent way. Shout amen. Hallelujah. Every satanic program. You see, the Israelites were put in that system for how long? For 40 days. Mtu anaamka asubuhi, anakufuata. Jioni ukienda kulala, anakufuata. Haufuatwi tena. Hey. Nasema haufuatwi tena. Kila roho ya giza inatufuata kisiri, iende sai chini ya utawala wa Roho Mtakatifu. Worship God in a minute. Talk to God. Oh Jesus. Oh Jesus. Son of the living God. Son of the living God. Every satanic program of oppression is broken. I say it's broken. It's broken. It's broken. It's broken. Hallelujah. Now listen. Shetani atazidi kukusumbua. Sasa kuna mtu hapa amekuja. Yani one interesting thing with our God. Sikiza, Mungu anajua hali yako. Usifikiria ajui ya kwamba kuna uwezo fulani ambao uko responsible kwa maisha yako iwe vile ilivyo. Na anaona. Lakini kuona kwake, usifikirie tu anaona tu. He has been preparing a man in a secret. Hallelujah. I say God has been preparing a man. Mungu amekuwa anaandaa mtu mahali tu na wewe haujui. Wana wa Israeli wakiwa Misri hawakujua ya kwamba jangwani nasema jangwani kulikuwa kuna mtu anaandaliwa akuje kuvunja oppression ya miaka 430. Shetani hakuwa najua Yesu anaandaliwa mahali. Na saa hii I was prepared by God because of you. Do you believe it? Every satanic oppression, you are broken now and forever. Hallelujah. Hallelujah. Mungu huandaa mtu kwa sababu ya wengine. Wana wa Israeli wamefinyiliwa saa hiyo na nguvu ya giza for 40 days. But God was preparing a boy. Umri sio kitu. Nasema umri sio kitu. Musa alikuwa na miaka 80. Daudi alikuwa 17. Hata wewe saa hii unaandaliwa ukakomboe mali. Please listen to the voice of the Spirit clearly in your spirit. Hata wewe unaandaliwa ukakomboe mtu. Nasema unaandaliwa ukakomboe familia yenu.
Receive the power to deliver your family. Are you ready for something from God? Kile kilizuia familia yenu kuinuka kimekatika sai kwa sababu yako. God has been preparing this church for the liberation of this nation. Gospel has to be preached. Say amen. Sasa watu hawakujua ya kwamba Daudi anaandaliwa mahali. Anaandaliwa. Haitaendelea operation. Operation haitaendelea. Ngoja usikie vile maneno imeanza. Verse 14. And David was the youngest, and 3 elders followed Saul. But David went and returned from Saul to feed his father's sheep at Bethlehem. Now, verse 17. And Jesse said unto David his son, take when? Now, that language is important. Ngoja. Take when? Now, Jesse is a father of how many sons? 8. Alikuwa na wangapi? 8 sons. Na wote walikuwa wakubwa kuliko David. Ebu sikiza kile nataka kusema, sababu sitaki ubebe vitu nyingi. Kuna kitu nataka kusema. Unataka kusikia? Sikiza. Sasa the Bible says, unajua vita inaendelea kule in the valley of Elah. Vita inaendelea. Lakini Jesse akiwa nyumbani. Akiwa wapi? Nyumbani. Jesse akiwa nyumbani. Mungu akapata nafasi ya kuweka maneno fulani ndani yake. Ya kwamba kuja hapa David. Enda saa hii uwapelekee nini? Sio chakula hapo inahitajika. Ni msaada unatumwa bila wao kuelewa. A miracle is on your way coming. And maybe you are not aware. Something is happening. Sasa wanamtuma tu abebe chakula. Wanafikiria ni chakula, lakini hawajui a deliverer has been sent. That's why if you are here and you are not serious with God, you are putting your life in danger. You need to be connected with a father somewhere. A father, a spiritual authority. Jesse anasikia vitu wengine hawasikii. Tuachana hiyo alafu tusonge kidogo. Take now thy brethren an ephah of this parched corn and these 10 loaves, and run to the camp to thy brethren. Ubebe cheese na ubebe hiyo ingine alafu hiyo ingine. Verse 19. Now Saul and they and all men of Israel were where? Now kila mtu asome vizuri. Underline it. Walikuwa wapi? In the valley of Elah, fighting with the Philistines. Kumbusha mwenzako mistake ni gani walifanya. Simuniambie mistake ni gani inafanywa hapo. Mistake ni gani? Wanapigana wakiwa wapi? Pale chini, na bado vita inaendelea. Na siku zinafanya nini? Siku zinasonga, unapigana ukiwa in a wrong position. Your position is changing in this service. I say your position is changing. Hautapigana ukiwa wapi? Ukiwa chini.
wanaendelea kupigana in a wrong position. Hey, lazima mtu ainuliwe hapa, hautazidi kukaa kwa bonde. And very few minutes as niko karibu kumaliza, tuombe. Kutakuwa na mabadiliko. Yule ambaye kwa vali ndio atabeba kichwa ya mtu. Itabadilikia hapa tu ukiona saa hii. Verse 20. And David rose up early in the morning and left the sheep with the keeper and took and went, and Jesse had commanded him, and he came to the trench as the host was going forth to fight, and they shouted for battle. For Israel and the Philistines had put the battle in array. Read it very well. Army against army. And David left his courage in the hand of the keeper of the carriage and ran into the army, and they came and saluted his brethren. And as he talked with them, skiza vizuri, behold, there came up the champion, the Philistine of Gath, Goliath by the name, out of the armies of Israel, and they spoke according to the same words, and David heard them. Verse 24, read, we are reading together. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him. Wao unacheza tu ami nzima ya Israeli na iko na Mungu. Ami mzima jeshi. Yaani wanasikia, yeah! Kuna mtu alinitumia ka clip. Miguna. Yaani nikashangaa huyu mtu ananienjoy kwa nini? Nani aliona hiyo kitu? Haya, mjaona maajabu nyinyi. Sikiza nikwambie, mnaweza kuwa wengi sana lakini ndani hakuna kitu. Mnaweza kuwa nyinyi wengi sana lakini ndani ni sponge. Hakuna kitu. Hakuna vita ndani. Ni mikebe. Mikebe tu. Watu washirika wengi ambao they have nothing inside. Sasa unaona hata wakati Daudi anafika mahali vita iko, ndio Goliath amefika. Mungu anajua kupanga. Yule amekuja pande hii na ule mwingine pande ile, lakini akaanza kudharauliwa. Verse 25. And the men of Israel said, have you seen this man that is coming? Surely to devour Israel he has come up. And it shall be that the man who kills him, the king will enrich him with the number 1 to hesabu. Riches number 2. Daudi akasikia, ngoja hiyo ya pili. Sipatia mwenzako high five bwana. Hujampatia. Hiyo ya kwanza haikumletea motisha. Hiyo ya kwanza haikuwa na nguvu. Lakini ya pili akaambiwa, utapewa msichana wa mfalme. Daudi aliruka juu akasema, I better die. Bwana asifiwe sana. Hiyo ya pili, nitapigana hapa mpaka nipewe msichana. Number 3 akaambiwa kuna kulipa. Kuna kulipa nini? Usome Biblia wewe. Hakuna kulipa nini hapa? Utapewa nyumba ya baba yako bure. Verse 26. And David spoke to the men that stood by, saying, what shall be done to the man? Anafuatilia. And take out the reproach of Israel. For who is this? Number 1. Uncircumcised Philistine, that he should defy the armies of the living God. And the people answered after him in this manner, saying,
so shall it be done to the man. Now, opposition ikaanza kutoka ndani. Opposition ikaanza kutoka wapi? Ndani. Sio kwa Goliath, hapa ndani, kwa members wa kanisa. And Eliab, his eldest brother, heard when he spoke unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and said, why comest thou down here? And with whom hast thou left those few? Nasikia madharau. Tule tukondo tundogo umeacha na nani? I know your pride and the naughtiness of your heart. Wewe unakuanga last born, kimbuli tu, kichwa ngumu, moyo mungumu sana. Mimi najua umekuja kuona vita. Salimia mwenzako, mwambie sijakuja kuona mimi. Hiyo ni mistake sana. Bwana asifiwe. Wewe unaelewa injili ama hauelewi? Ati amemwambia amekuja kufanya nini? Not to fight. Yeye anajua ya kwamba David is not a fighter. Amemwambia umekuja kufanya nini hapa? Hebu sema maneno ya sema, mimi sitaona vita. Sijakuja kuiona ikifanywa. Nimekuja kupigana mwenyewe. Hallelujah. Eliab alikuwa amemuelewa makosa ya kwamba I know your pride, I know the naughtiness of your heart. Kiburi sana wewe. Umekuja kuona vita. Unajua walifikiri ni kijana. Unajua kuna watu walikuacha kitambo ukiwa na makamasi. Wanafikiria uko nayo. Wakumbushe ilikauka. Mbona uelewi vile nasema? Kuna watu walikuacha kitambo ukiwa haujijui, na wakakuacha miaka 5 iliyopita. Wanafikiria uko hivyo. Hapana. Umeshabadilika. Mungu amefanya kazi ndani yako. Sio vile walikuacha. Ati umekuja hapa kufanya nini Daudi wewe? Kuona. Sasa ajui, ukisikia yale maswali Daudi anauliza, unafaa kuelewa ya kwamba ako chini ya utawala fulani. Ni nini mtu atapewa akiwa hii kitu, akijatahiriwa hii kitu? Nimemuona vizuri. Bwana asifiwe. Nitamuua mimi. Ngoja uone kile kiliendelea hapo. Verse 29. And David said, nimekufanya nini? Is there not a cause? And he turned from him to another, and they spoke after the same manner, and the people answered them after the same manner. And when the words were heard, when the words were heard which they spoke, they rehearsed them before Saul. Thank God. Hiyo maneno ilifikia nani? Mfalme. I want everybody to read verse 32. And David said to Saul, what did he say? Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go what? And fight with the Philistine. May the fighting spirit enter into your heart today. Ulizaliwa mahali ambapo watu wanajenga nyumba za round. Alafu wewe umeokoka na umejaa roho, uende tu kwa hiyo kijiji ujenge ingine ya round hapo kando. Ukiona kwenyu watu wanaoana na kuachana, usikubali wewe. Usianze kusema kwetu kuna kuanga hivi. Kwenu ni wapi? Kataa hiyo roho. Na useme kama Daudi, umwambie mfalme. Sema vile alimwambia.
Anasema kusiwe na moyo wa yeyote ambaye anaongopa hapa. Msilete uoga hapa. Yaani watu walikuwa wanazimia moyo. Na usikia, nao ndio watu wa jeshi, au ni watu wa vita. Lakini mioyo, hakuna kitu kibaya kama muoga. Hebu imagine umeolewa na mzee muoga. Mwanaume bwana yako ni muoga. Anakaa kwa nyumba, mama akafanya kazi. Ati anaongopa hawkers. City council, hallelujah. Unaongopa city council wewe? Ati nitashikwa. Enda ushikwe tukutoe. Unaongopa nini wewe? Kama ni uoga, hii kanisa ingeweza kusimama hapa. Isili ukuje kuweka kitu hapa kama hii. Watu wa Mombasa wanasemanga hii kanisa ni go down. Nasema glory to God. Hii ni go down ya Mungu, ya kutengeneza watu. Hapa kumetengenezewa watu wengi sana, ni vile haujui. Wengine walikuja hapa wakiwa hawajielewi. Saa hii wamekuwa ni watu. Daudi anaambia watu, mioyo yenu isizimie kwa ajili ya hiki kimutu. Endelea. Mimi mtumishi wako nitaenda kupigana na Mfilisti ni huyu. Hey, hebu nikuulize, wangapi kwa maisha yako umeona kitu kinahitaji vita fulani? Are you sure? When are you ready to fight it? When are you ready to fight it? Receive the power to fight it. Fight poverty. Fight early deaths. Fight premature death. You fight sicknesses. You fight diseases. Hallelujah. Sikiza nikuambie, usingojea mtu angojeke kwa familia yenu ili umuombee. Omba kabla. Omba kabla. Usingojea ufinyiliwe ili upatikane hapo. Solomon, with all his wisdom, he saw under the sun oppression. People were oppressed and they were in tears. And on the other side of the enemy, there was what? Power. So you are supposed to break that power. Unaamka tunarudia mistake zile tu. Ibu imagine, huwa nawaambia, ni aibu sana ile gari ambayo inaenda kwenu ni ya kubeba mwili wa mtu. Ati gari za mazishi ndio huenda kwenu. Yaani hakuwezi enda gari ingine huko. Karish. Shinda vitu zile zilishinda watu wengine. Bwana asifiwe. Kile kiliua babu yako unafaa kukiwa wewe. Kisha nataka hiyo roho ya vita ingie ndani yako. Hiyo tu ndio ninataka. Ikisha ingia, unajua nasikia tu inaendelea kuingia. Ikisha njana acha. Unafaa kuwa na vita. Pastor Peter kitambo alikuwa anavaa mwavuli. Mwavuli ile ya mwavuli. Alizaliwa mahali umasikini ulikuwa grade 6, level 5. Unajua hospitali siku hizi kuna levels. Ukisikia mtu ako level what? Watu walioona umasikini, unakula ugali na uji. Pastor Jackson aliniambia alikuja Nairobi na viatu za slippers za zikuwa zinafanana. Nakwambia, I was in form 2 when he came to the same school I was. Mama yake alimtoa Kangundo very far, akamleta shule tulikuwa tunasomea on foot. They came on foot. Hakuna fare.
Mimi nilikuwa naona kwetu nyumbani tunalalia kitanda kimoja, na unajua tuko wengi na makazi na ni wasichana, tunalala kitanda moja. Mtu mzima kama mimi unalala kitanda moja na wasichana, kitanda na kamba ni kama 3 ama 4. Wewe ndio utajua vile utajianika juu. Na unajua maisha hii unaishi namna gani? Mtu mzima kabisa mpaka class 7 na una underwear na una nguo, yani una underwear, unaendanga tu una underwear, unaenda shule class 7 Michael Wambua yani umaskini ni mbaya. Usipovunja hizo vitu zitazidi kukaa. They are not your portion. Ebu angalia jeshi ya Waisraeli wamefinyika, wanaongopa watu wangapi? Na huyo mtu hakuna kitu anafanya, ni kuongea, leteni mtu. Imagine ukisikia leteni mtu, jeshi yote inaenda. Leteni mtu. Hiyo uoga ni mbaya, nitaiharibu kwa ibada hiyo. Ani unaongopa landlord na bado uko kwa hiyo nyumba hulali. Si ulale sababu saa hiyo bado haijafungwa. Lala kabisa, utaamka baadaye. Hebu imagine badala ulale na uko ndani. Si ulale, uamke kesho mkutane. I have letters from the lawyer, from the court ya kutoa kanisa hapa. I have them, lakini niliacha kuambia. Haiwezi kanifanya nisilale na nisihubiri. Nitaendelea kuhubiri. Unaongopa nini? Wengine wanaongopa their wives. Huwezi kuuliza mama umetoka wapi? Niambie. Ati unamuulizia kando kando, umetoka wapi? Niambie kia Mungu umetoka wapi? Unatoka nini? Unaongopa mke wako? Si unamuuliza, mimi namuuliza. Kwani kuna makosa nikimuuliza? Ati unamuongopa. Hiyo sio kuwa mbaya. Unapikiwa chakula mbaya kwako nyumbani na unakula kama uoga. Mawe ni mwanaume, si useme vizuri. Hii ni mbolea, sio chakula. Hii ni mbolea. Hii ni mbolea hii. Hii ni mbolea. Hii ni mbolea hii. Sio chakula. Watu wana uoga, ati hujui uoga wa nini? Umeshasoma Proverbs 29:25. Then soma hiyo peke yako. Proverbs 29 verse 25. Hiyo uoga tunamaliza. It says the fear of a man brings a snare. Yes. But whoso putteth his trust in the Lord shall safe. Wacha kuongopa watu, utakuwa mtumwa. Tumalize sasa. Daudi ameenda kwa vita usitukale tu. Kuna mtu amesaidika kufikia hapo? Wangapi wameona kuna mahali wanaenda kubadilisha kwa maisha yao? God is giving you more anointing to do that. In Jesus' name. Praise the Lord. And the Bible says in verse 33, and Saul said to David, you are not able to go against this Philistine to fight with him, for you are but what? A youth, and there is a man of war from his youth. Alijulia wapi?
Now, verse 34. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came what? A lion and a bear, and they took a lamb out of the flock. Verse 35, read it clearly, everybody. And I went out after him, and I smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and I smote him, and I slew him.